flashback, historia ya dhahabu, maisha ya nyuma yanavyotufundisha na kutufungwa. The flashback na Jory the Chosen, mwangaza wa hadithi. Kila panda na shuka ni shule ya maisha. Hello Tanzania, and whoever and wherever you are, you're watching The Flashback with Jory the Chosen. Yo. Stay there, learn, become positive. Ciao. Siri zile za kushindwa ni safari ya kweli bila kuweka vikwazo nyuma. Kumbukumbu hazijasahaulika, ni mshale wa wakati, roho inaridhika. The Flashback na Jory the Chosen anakuletea safari. The Flashback ni safari ya kuishi na kukumbuka. Hiyo baba hili hapa. Lilikuwa la 4. Aha. Wow. Ikitokea unapewa nafasi ya dhahabu, a golden chance, kwa ajili ya kusahihisha makosa, je, ni kosa gani uliwahi kulifanya na unatamani hata sasa urekebishe pale ulipokosea? Naomba ulijibu. I'm trying to think. You see, it's very hard kusema to mimi kwamba kuna kosa ambalo if I were to live again probably with a golden chance pengine nisingelifanya. And kiukweli mimi I'm so grateful with the mistakes I've made so far, kwa sababu ndio ambazo zimenifanya nimekuwa mimi ambaye kiukweli I'm so helpful to so many people. Unajua, when you make mistakes you learn. Yeah. And it's easy kumwambia mtu mwingine with evidences and experiences kwamba bana hapa sio. Yes. Na ndo tatizo sasa la watu wengi sasa hivi, is like watu wengi sana, they have never highlighted their mistakes, they have never learned from their own mistakes. Alafu wanataka kuadvise watu wengine kwamba it's not good to make mistakes, you see. Like, and they have learned from the mistakes. Nitakupa mfano mmoja mzuri kwenye hiki. Babangu alikuwa ananiambia siku moja, akanambia, si mimi nimekuwa kwenye maisha ambayo there was a fight sana within the family issues, baba na mama nini. So there was a time ambayo mimi nilikuwa naamini babangu anipendi, kwa sababu vikao vilivyokuwa vikifanyika walipokuwa na matatizo yao, it's all about cases. Ukizisikia unaona kabisa ni kesi ambazo babako hakupendi. Mfano, unasoma shule ambayo ni ya kishua, sawa na wenzako wote wanapelekwa na magari, na babako gari analo lakini anakupa nauli ya daladala. Can you imagine? Si unaelewa Sasa unaona mbona na mama pia anaumia, unajua, na pia ni kabisa, unaona ni wewe kwa sababu ulishaishigi maisha yako ya tabu kwa miaka nyuma wakati una chochote, sasa hivi unataka mtoto unaishi hivyo hivyo. Unaelewa? Sasa by then mzee alikuwa yale akimfuata sana, yanainuka na makofi tu, yani unakuta kinanuka tu pale. Unaona? So ile ikanifanya nimjengee hate sana. Lakini lucky part pia ni kwamba my mama alikuja kuniambia kwamba sikiliza, whatever ugomvi umeukuta, don't judge. Mchukie baba yako ikiwa amekufanyia wewe. Sio umesikia mimi nimesema au mtu mwingine kasema, mtu mwingine, you never know. Inawezekana ugomvi ambao yeye anafanya na mimi ni kwa sababu mimi nilimchokoza lakini wewe hujui. So never judge. I was with that. So hiyo ilinifanya hata nikimsikia vile na hayo yanatokea bado sina kwa close naye. Siku moja babangu akanambia, unajua ndo nimekuwa sasa mtu mzima tushapatana. Ndio. Akanambia, unajua one thing, unapokuwa mwanaume wewe ndo unaenda kuposa. Ukienda kuposa wanakutazama ulivyo ukiwa pale, kwa sababu wewe na uhakika wanayempa binti yao ni mtu sahihi. Unaenda ukiwa ushajitafuta na umeshajipata. Zamani, siku hizi watu wasema tunatafuta ndo which is very wrong. Lakini by then kwa wao ilikuwa unajipata, kwa sababu huwezi kukaa na mtoto wa mtu ikiwa unajitafuta. You see, anything wrong can happen. So alipo unajipata kwanza ndo unaenda kuposa. Ukienda kuposa wanachokiona wao ni vile ulivyojipata. Hata mama anasema yes, huyu ndio mume wangu, namuona alivyo shababi, amekomaa na misuli na nini, unaelewa? Lakini
ile misuli na nini ndo zile hurts na pain na hardship ambazo alipitia wakati watu wengine wote hawamuone. So anapokuja kumleta mtoto wa kiume hawezi kumsoften, inabidi amtengeneze kwenye ile hardship ili na yeye anapoenda kugonga kwenye nyumba waseme that is the man. You see? So by then nilikuja kuelewa hii too late, kwa sababu then washavurugana and then nikaja kuingia sasa kwenye maisha ambayo I'm not getting that ile maisha mazuri. Lakini by then walipokuja sasa wazazi kuondoka, I could still do it on my own. Napanda daladala, I'm used to people, nimekuwa naweza kuinteract na watu, which watoto wengine wengi ambao walilelewa kama mimi they don't have it today. Watoto wengi wakishua unakuta sasa wanashindwa kujieleza na nini, yani wazazi wanapoondoka katikati it becomes a mess to them, kwa sababu hawajaizoea dunia ya nje. Wameshazoea, no, I'm protecting him, sitaki apitie hiki, sitaki apitie kile. Nao we haupo, nani anampitisha? Yes, so this was some of the things ambazo kiukweli nasema kwamba to mimi the mistakes I made by then ni zile mistakes za utukutu ambazo nilikuwa naona bwana familia inijali, baba anipendi, kuna ugomvi, na lakini sio vile ambazo nilikuwa willing. And to the other part ya imani wanakuambia kuna mtu ambaye anazaliwa ndani ya matatizo. So yeye anaanzisha. Yaani umezaliwa tu umekutana na matatizo. Huyo ni Mungu amekuandikia. You see, afu kuna mtu ambaye unazaliwa sehemu afu wewe unaenda kuyatafuta matatizo. You see? So hivyo ni vitu vilikuwa kwa makosa ambayo mimi niliyafanya kwenye age yangu. It was like kwa sababu tayari nilizaliwa ndani ya kitu ambacho kina matatizo. So kuitafuta ile amani yangu, I had to do lot of things ambazo na watu wengine walikuwa hawezi kunielewa, lakini pia nilikuwa siwezi kujiexpress, kwa sababu unapokuwa mtoto watu wanamsikiliza mzazi. Na mzazi hawezi kusema kwamba bana kuna hiki na hiki ambacho sisi tunavurugana. Mtoto anafeli, mtoto apendi shule, nini, lakini kumbe there are things ambazo hata ukiitwa uelezee, it's like unawadhalilisha wazazi wako. So you don't say anything, unaonekana ni mtukutu. You see, so to mimi today honestly speaking I regret nothing, kwa sababu makosa ambayo nimeyafanya yalinifundisha na nikagundua kwamba kuna hiki katika dunia ambacho kumbe ukifanya hivi kinakuwa vile. And that is why honestly today I'm grateful. Imenipa nafasi ya kuweza kuwa sauti ya watoto ambao wameonekana wamevunja sheria chini ya miaka 18. Okay. You see, kwa sababu this is what they face. Miaka 18, chini ya miaka 18 mtoto akifanya kosa ni kosa la jamii. Either ni wazazi, either ni walezi au ni mazingira. Sio yeye. You see? So makosa yangu mimi yalinifunza to the point nikaja kujua kwamba leo watu wanapambana sana kupambana na wahalifu wakiwa watu wazima. Lakini kumbe wale watu wazima uhalifu unaanzia chini ya miaka 18 on how they were treated and how they were mistreated. Kwa mfano si hata Panya Road. Yani kipindi kile wengi sana ni watoto. Exactly. Ukuta katoto kana miaka 12, 13, kanatembea na mapanga na kanaua watu bila uoga. Exactly. Yeah, see? I see. So I regret nothing, kwa sababu at the end of the day nimeweza kusaidia vijana wengi kutoka out ya makosa, kwa sababu kosa ili utoke manake kuna mtu aliyewahi kuingia akatoka. Maana huwezi kumfundisha mtu kwenda jeshini na wewe hujawahi kwenda vitani. Huo ni uongo. Yes, so sometimes people should, hata wazazi pia ningewashauri pia, kwa sababu ujue I'm telling you kuna baadhi ya watoto ambao tukikaa nao, kwa sababu naongea sana na vijana. Ukikaa nao kuna hii feeling ambayo unakuta wengi tulikuwa nayo, like leo hii tatizo la mahusiano limekuwa kubwa sana. Na wazazi wengi wanakosa time ya kuongea na watoto wao kimahusiano. Why? Kwa sababu the way ambavyo wamewashape, unakuta kwamba wewe wakati unakuwa ulikuwa unahisi pengine mtu wa kwanza kuwa na mahusiano na baba ni mama. Baba hakuwahi kuwa na girlfriend mwingine before mama. Au mtu wa kwanza kuwa na mama ni baba. And there is no story kwamba kwenye alipokuwa labda shule au whatever there was a guy. Hawakwambii na iko kitu hakipo. Wao wanaamini kwamba not telling you itakushape wewe kujua iko kitu hakipo. Lakini maisha yamebadilika. You go to school now, you know everything. Umeona? So hii situation I think ili better wazazi waweze kushare some histories and some mistakes they have ever done to their kids, kwa sababu they'll see ni normal thing, hata kama kumbe na mimi naweza nikateleza afa nikajirudi. Nao tuna watu wachache sana ambao wanakuwa wazi kusema kwamba tuliteleza tukarudi. Ndio maana leo jamii watu wengi wakiteleza wanapata depression na wanaondoka moja kwa moja, kwa sababu kila mtu hajawahi kufanya makosa. Sasa kama wazazi walikuwa wanatuambia mimi nilikuwa wa kwanza tu, I've never done this, I've never done. Kwa wewe ukifanya sasa unaona kwanza namwambia nani?
si mimi nitaonekana wa ajabu? Kwa kuna watoto wanakwenda na hiyo depression. Umeona, lakini kumbe makosa is like everybody anafanya. Lazima tu kwenye familia tu tuna ile room ya kuweza kusikiliza so that we can know huyu alifanyaje makosa. Umeona? Yes, so kiukweli with this me I'm proud of my mistakes. Okay. Yeah. Tuendelee na swali lingine. Okay. Wow. Mbona kipindi ni kitamu sana. Like navutiwa. Hongera. Asante. Hongera sana. Asante. Nilikaa tu nikafikiria. Mimi kiukweli nilikuwa sina idea yote. Mimi nilipewa idea na mtu mmoja hivi anaitwa Anya. Anya Love. I've heard Anya. Yeah, Anya Love. Anaitwa Anya Love. Anya Love. Yeah. Wow. Anya Love ni director, ni producer mkubwa tu. Yeah, I've heard him and I have heard about him na ndio CEO wa Charisma Studio. Really? Yeah. I'm looking forward to meet him. Alinipa hii idea. I'm looking forward to meet him kwa sababu the thing ambayo I heard about Anya, see, ukiwa mtu positive, habari zako zinatembea. Yeah. Mimi I have never met him, lakini I've heard about him and ikanifanya nitamani kukutana naye kwa sababu is one of the person ambaye watu wanamzungumzia kama a game changer. Nikisema game changer maana yake anafanya kitu ambacho kinaonekana lakini pia rooted kwenye society. Si unapokuwa unafanya kitu rooted to a society, you are a blessing. So ukionana naye before me kuonana naye mwambie I'm telling him he's a blessing. Yeah, he is. Kumbe na umekubali. Yes. Oyo, you are a blessing wherever you are. Anya Love, nadhani umesikia popote ulipo. Yeah. Okay, tuendelee swali lingine. Kuna mtu alitamani sana kufika hapo ulipofikia wewe lakini akaishia njiani. Je, unahisi ni kitu gani kilimkwamisha? Wow. Okay, that means simply niseme mimi nilifikaje. See, I'll tell you one thing, na hiki ni kitu ambacho my life is like an open book. Napenda kushare baadhi ya vitu ambavyo vilinibadili. Kama nilivyosema, mimi nilizaliwa kwenye familia ambayo tayari ilikuwa na troubles. So upbringing yangu kidogo ilikuwa na shida sana. Lonely guy, lakini trying to make it hivyo. Sina pa kuelezea hisia zangu. You know, mind inazungukwa na vitu vingi ambavyo they happening and you cannot say. So there was a time kwenye maisha yangu nilitaka kujiua. Yeah, na the crazy part ni kwamba hamna kitu kibaya kwenye maisha kama you are surrounded with people ambao they could help you out. Lakini it's like nothing is going on. Umenielewa? Sometimes unaweza you go and try seek for help na mtu akawa anakuchukulia kutokana na hadithi ambazo aliambiwa. Umenielewa? Without nakumbuka is a part of the family na najua what was going on in your family, lakini anabeba yale aliyoambiwa utukutu without trying to think second third kwamba udogo amekuwa kwenye mazingira ambayo there was, of course, unajua mimi ni yule mtu ambaye umesoma shule ya kishua. Unatoka nyumbani very smart. Kaptura imepigwa pasi mpaka panga linaonekana, una lunchbox. You know, lakini watu wanasema bwana huyu jamaa ni au ndo wale wenyewe safi unanielewa? Lakini whatever is happening inside nobody knows. Yes. Umeelewa? So it reached a time nikaona mbona I'm trying to be so kind, I'm trying to be so humble, I'm trying to sometimes unalamba mpaka watu miguu, yani unajaribu kuwa chini so that at least they see kwamba you deserve a help. And then like people are not noticing. Wachache walio notice, lakini pia Mungu hakuwajalia uwezo huo kiivo. You see? Lakini kuna wengine kwa sababu umetoka kwenye rich family, so it was wao wanaona wanakubebaje, yani ushakuwa mayai, yani you will be too expensive, you know? Yes. Yeah, so ilifika kipindi like you regret kwa sababu unaona una kila namna ya kuweza kufanya kitu lakini people are not helping because they are not believing. So bana, hiyo siku I remember nikakamata ilikuwa 2003 no na 2. Nimetoka kuzika mamangu 3 weeks later
3 weeks 4 weeks I think, kama mwezi mbele, and I did that. Na by the time ukikumbuka nilikuwa mtukutu sana, alafu ndo for the first time napata ripoti, sababu kabla mamangu hajafariki tulizungumza. So akanambia na wish ningekuwa mtu ambaye like we talked in a peaceful manner, na akanambia ananipenda sana kwa sababu nilicommit situation moja nzito ikanifanya nifukuzwe shule. Na by then ndio mama akaja akaambiwa, ndio akagundua kwamba mimi tayari nilikuwa nishaingia kwenye matatizo. So akashauriwa the best way to talk to ni kwamba huyu mtoto amepata matatizo kwa sababu ametoka kwenye familia ambayo tayari ilikuwa na matatizo. Ilifanya situation gani? It was nilipigana na issue sio kupigana tu, ilikuwa niko form 1 by then, lakini ile hasira nilotumia ilikuwa ni kama ya mtu ambaye yuko tayari kuua. It's like a kid I've seen so much. Mbona kutaka kumdhuru mtu na vyupa na kila kitu ile yes. Kwa hiyo ikatengeneza tera shule kwamba mtoto wa form 1 anawezaje kutaka kuthink au akatengeneza damage ya namna hiyo. So problem imetoka kwenye mazingira ambayo yana hiyo kind of ugomvi na ukorofi. So mama alivyoambiwa ndo kama akaja kushtuka kwamba probably mimi kama nimepoteza. So akakaa na mimi tukazungumza vizuri, and trust me by then nilipofukuzwa nikapelekwa shule nyingine. So it was the first time in my years ambao nimeperform vizuri sana ili nimridhishe mamangu. Ripoti ya mwezi wa 6, alafu by the time ripoti haijatoka mama anafariki, afu ripoti inatoka nimefanya vizuri na hajaona. See? So I had a lot of depression. Na ikafika point sasa, I'm telling you that day nikasabana, it's like mimi naona sioni why am I living. So ika-reach a point nikachukua sumu. By the time wale wanaitaga dipu wanajua. Dipu ni ile ilikuwa ya kuogeshea ng'ombe, kachupa fulani hivi, unachukua kizibo kile cha juu kile, unamimina kwenye ndoo ya maji lita 20 inakuwa nyeupe kama maziwa. Na hiyo bwana ukinywa hamna kurudi, yani unanielewa? Unajua hiyo. Kwa hiyo nikaichukua ile, nikainunua ile, nikanunua na vinywaji vyangu. By then pindiko kuna Pilsner, kuna Stella Artois zamani. So nikaweka pale. So kwa sababu the thing is pia nilikuwa raised kidogo kwenye, unajua familia ilikuwa na matatizo mengi, mimi nilikuwa nakimbilia sana kanisani. So nilikuwa napata hizo faraja with faith na nini. Sasa siku hiyo nikajua hapa nikisema najiua sitapokelewa kwa sababu kijiua si dhambi. You see? So nikasema ili niwe kwenye safe hands, sababu sijui kwa sababu nataka. Najua kwa sababu watu wananikataa, wanielewi, nakosa help ambayo nataka. By then najikuta dunia ya uovu ndio inanikumbatia, yani inanitaka sana, kwa sababu I was talented and stuff. Kwa hiyo inakuvuta yani, afu utaki kwa sababu you don't see yourself there. So nikasema okay, kama Mungu yupo, now I'm giving him half an hour. So niliongea, that was a crazy moment. Bwana mimi Mungu nakupa nusu saa. Umenielewa? Kwa sababu ili nisije nikafa nikaja alafu ukanicommit kwamba nimefanya sin. Nakupa nusu saa, dunia ni yako, watu ni wako, niliyopitia unayajua. I need an answer. Umenielewa? Why is this happening to me? Nimefanya kosa gani? Why was I born into this kind of situation? You see? So I gave myself an hour. Nampa Mungu nusu saa, half an hour. Kushagonga vyombo vyangu hapo, ataniambia nimeweka super dip yangu hapo, hiyo dip yangu hapo nasubiri. I'm telling you what happened that night. Within half an hour nilijiuliza maswali nikajijibu mwenyewe na nikapata majibu, and I'll try to share this with everyone. That was the special moment. That was the turning point to me. Cha kwanza, when I was sitting, mind yangu tu ikawa ina scroll sasa, inaniambia okay, it's like I'm talking to myself. Unataka kujiua kwa sababu dunia imekukataa, like watu wamekukataa, hawakuelewi. Is it right? And I'm saying yes to myself, it's right. Kambia okay, now if that is the case, hebu jaribu kunionyesha ni nani ambaye alikujua kabla hujazaliwa. It was going in my mind. Hasa naanza kutafuta, nani alinijua kabla sijazaliwa? Nani? Probably baba. Sasa na swali linakuja hapo, baba, do you think baba alijua kwamba leo ndo wewe unakuja kuingia kwenye tumbo la mama? No. Je, alipokuja kujua kwamba kuna ameweka kitu kwenye tumbo la mama, alijua kama ndo wewe utakuja kuwa yani wewe? No. Hasa baba hapana. Then mama basi. Je, mama alijua kwamba hii siku ndo unaingia? Hapana. Hata alipokuja kujua alijua kwamba hiyo miezi 9 itatimia wewe ukaja ukatoka? Hapana. Na hata kama angeamini kwamba ungoja utoka, alijua kwamba ndo wewe huyu? Hapana. So then nobody knows me. Asa kama hakuna anayekujua, kwa nini unataka kujiua?
kwa watu ambao hawakujui. Who brought you? God. So are you killing yourself for them while I'm the one who brought you? You see? Yeah. So from that moment is like it was awakening, but kwamba wewe mbona kama nilikuwa nazingua. And from that day it was either I delete myself from the world or I delete people and start living my own world. Kwa ile siku I'm telling you nilifuta dunia nzima. Na ndio maana mimi kiukweli nina tatizo moja ambalo watu wengi watakiri. I'm the guy ambaye unaweza ukanicheki alafu kashangaa I'm not responding. Yeah, ni kweli. I'm that kind of a guy kwa sababu Yes. Dunia ilinikataa na mimi ili nifike nilipofika nikaamua kuikataa. So nikaamua kuanza mwenyewe, like I deleted everybody and everything. What do I know? Where am I heading? Nashika kipi? I don't give a damn. So from that moment vitu vingi vikaanza kufunguka. I started knowing myself. Nikaanza kuwa na courage yangu mwenyewe, nikaanza kuwa face watu, nikaanza kuweka mipaka, nikaanza kutafuta. So I was like everything was like talking to me now, finding my own self. You see? So mpaka nilipofika leo. So that was to mimi, that was the turning point. Ambao leo hii I'm telling you watu wengi sana wanashindwa kufikia dreams kwa sababu wanakuwa na depression au wanakuwa disappointed. Walikuwa wanatakiwa wanatamani kupata approval kwa watu ambao wanawajua. Yani unachotaka kukifanya baba aseme mama aseme au watu waseme. Wale wasiokujua wasiposema wewe unaona huwezi kufika. You see? Now what should be done ambao natamani watu wengine wajue ni kwamba the best part here, dunia na watu zaidi ya bilioni 7 au bilioni 6 and some stuff. Yes. Wanaokujua wewe avuki sidhani wanaokujua, yani achana na kwenye media na nini, wale ambao wamekuzunguka wanakujua utoto sio nini hawazidi 200 probably 300. Yeah, ni kweli. You see? Katika out of 7 billion. Yeah. Now unapokuwa disappointed na watu ambao ni 200 300, manake unajifungia mlango kwa 6 point something billion people ambao leo ungeamua kuprove your worth to those people, hawa wengine wangekuja ku accept. Wanasemaga nabii akubaliki kwao. Ni kweli. Yesu mwenyewe alikataliwa kwao. You see, so this is nature, ni kawaida, umenelewa. Watu kutoamini kile ambacho umeumbiwa ndani mpaka wewe uanze kuonyesha ujasiri wa kukifuata. Na ujasiri wa kukifuata uko tayari, manake sometimes kupoteza wale watu wote wenda walikuwa karibu na wewe lakini hawakisadiki. What's the point ya kuwa na mtu ambaye anaweza kaa na pesa za kukufikisha mahali lakini haamini unapotakiwa kufika? What's the point of hanging on with the person? Toka, kwa sababu always you need wewe mwenyewe kutafuta right motive, then right motive brings right people. Yeah. That's how it is. Ni ngumu kwa sababu kwenye hiyo point I'm telling you watu wengi ambao walikuwa wanaamini watakuacha, watakukataa. Lakini wanaokukataa is like you are removing wrong people from the seat and the right people comes and sit there. Yeah. Si uwezi ukasema bwana mimi niko Kigamboni na umesimama Vingunguti. You see? Yes. You need to get out of Vingunguti ukae Kigamboni useme nipo Kigamboni, watu wa Kigamboni wakuone pale. So that's the only thing ambao mimi natamani kuambia watu wengine is like maisha ni ya kwako. Hakuna lepewa masaa 72. Tuna masaa 24 kwa 7 everyone. Yeah. How are you using your hours? That's the matter. Even kama umeamua kuwa mkali to that much, auwi mkali kwa ajili ya kufanya watu waangamie. Unakuwa mkali kwa ajili ya kufanya watu waelewe boundaries and waelewe unajielewa. Na anaamua kutembea na wewe au anaamua kuwa na wewe ajue mipaka yake. And yule ambaye anaamua kutaka kujifunza ajifunze kutoka kwako. Kwa sababu I'm telling you kuna silaha moja tu ambayo inaweza kukufanya wewe leo hii ukavunjika, and it's very simple kitaaluma, ni kukudisqualify. Yani wewe unaweza unaniona mimi unasema na mimi nikikuapprove kwamba wewe unaweza. You see, manake automatically wewe utaamini unaweza. Sasa mimi nikiamua yani wewe usifike, nitakachokifanya pamoja najua unaweza, nitasema hamna kitu hapo. Nikisema hamna kitu, you are broken. Kama brother alisema hamna kitu kweli, mimi basi hamna kitu. You see? Lakini kumbe mimi najua kuna kitu, lakini I'm breaking that kitu so that ile taaluma au that creativity uliyokuwa nayo mimi niitumie kwa manufaa yangu. And this is where watu wengi wanadondoka. Kuna watu leo wanafanya kazi wanachukia, sema ajira haiwezi kukupa dream. Sio kweli. Kuna wafanyakazi na wafanyakazi bora. Wafanyakazi bora walikuwaje? Nao walikuwaga wafanyakazi. Kwa nini ni bora? Kwa sababu wanaenda kufanya kazi sio kwa sababu wanataka kupata payment ya mwisho wa mwezi.
wanafanya kazi kwa sababu wana invest, lakini pia ile kazi ni kama party ya kwao. Ni mtu yuko tayari kwenda kumshauri bosi, bwana bosi, wewe ulikuwa niambia utanilipa 300,000 kwa mwezi kwa sababu kwa mwezi unaingiza milioni 15. Nimefanya assessment, lakini tukichange strategy, tukaingia na strategy, tukifanya hivi bosi, kwa mwezi utaingiza milioni 35. Niko hapa nimekaa, alafu utafikiria cha kunipa. Si bosi haimaanishi kwamba ndo ana pesa zote. Bosi naye anatafuta pesa, ndo maana kuna kazi na anaajiri watu. So wewe ukiwa pale kama mwajiriwa ukawa na creativity ya kuongeza pesa, ufasi na kwako unajaa. So this is telling people wasije kufanya kazi kwa sababu they need the salary hela. Salary hela haitoshi, lakini your commitment to the work makes it possible. Yeah. Haya, tuende kwenye swali lingine. Okay. Swali yako ni mazito. Hivi hapo hili ulijibu kweli? Si ndio hiyo ya dream. Unahisi ni kitu gani kilimkwamisha mtu ambaye alitamani kuwa kama? Exactly, hiyo ujasiri nimesema hapo. Okay. Kuwa ready ku. Tumeongea vitu vingi sana. Yes, it's all the part of that answer. Yeah, okay. Ulikuwa mtoto mwenye tabia zipi shuleni na nyumbani? Hapo sasa. Okay. Mtukutu sana. Yaani ulishajielezea ulikuwa mtundu sana. Mimi nilikuwa mtukutu, lakini sasa uzuri ni kwamba nilikuwa mtukutu. Shuleni sikuwahi kuwa na utukutu ule, yani like kwa mfano huku nilikotoka, like I was growing. The biggest mistakes are negative nilizifanya below form 2. Yeah. Kuanzia form 2 kwenda mbele, kwa sababu tayari nilisha reconcile na mom na nini, I started being wisening up. Okay. So from there sikuwa na utukutu ule wa kule, lakini kwa nakale ka utukutu kwamba I'm standing kwenye right square. Okay. I don't take sides. I take what's real, what I believe is true. Haijalishi ni nani. So I started standing in that role. Kwa hiyo sasa kila mtu alikuja na judgment yake. Okay. Siku na watu walisema jamaa bwana amenyoka sana, mkali sana, mtata na kuna tabia hizo. So I had that. Na all in all ni kwamba I remember. Sasa nikuambie baadhi ya tabia. Niliwahi kutoroka shule. It started like this. Wakati niko bodi, babangu alikuwa mtata sana. Ndio. So alikuwa ananipa ka pocket money fulani hivi monthly. Ina maana ako ka pocket money ukikamaliza kabla ya mwezi, hizo siku zilizobaki utasanda unavyojua wewe. Haongezi hela hapo. So nilipoenda pale boarding, maisha yakawa kidogo magumu kwa sababu vitu ni vigumu. Tofauti na vilivyokuwa kwenye joining instruction, na unajua unavokutana na joining instruction wakati unaenda shule. Mbona bwana unaweza kuona unajua kuna menu hii, kuna hiki, aise. Mtu unakuwa unataka. Ukifika unapata kale ka wiki ka kwanza kakukubrush, alafu unaingia sasa kale kenyewe ambako hata mzee ukimwambia anasema wanafanyaga hivyo jamani. Maana shule nyingi sana wanafanya hivyo. It's business. That's the problem. Unajua watu wengi wamegeuza shule kuwa business. That's the problem, you see. So if it's business, manake wao wanaangalia wanapata nini kuliko wanatengeneza nini. Wanafanya kwa ajili ya kuwavuta watoto. Exactly. See, security safe na nini. See. So nilipoenda pale bwana nikajikuta nabidi nitumie sana pocket money ili kuishi maisha ambayo ni sustainable. Kwa hiyo hela ikakata katikati, hata mwezi haujafika hata kati yani. So naelewa ni tuseme the 12 days za mwanzo zile chuma pocket money imekata. So nikamwambia headmaster bana mwambie baba mimi hela imekata. Headmaster akampigia mzee kwa sababu tulikuwa turuhusiwi pia kuwa na simu. Akamwambia bwana mzee, kijana wako anadai hela imekata. Sasa kijana na matumizi ya ovyo. Muona bwana, hebu mwambie bwana mimi sitoi hela mpaka mwezi ukiisha, yani ndio nitampa hela nyingine. Hataki aibe. You see? Yeah. Kwa hiyo headmaster akamwambia unaona bwana, ndo jambo ambalo mzazi kasema. Nikasema sawa, nimeelewa, nikaondoka. Usiku wake nikatoroka shule. Kila tabasamu kilianza toka utotoni. Wakati natoroka pale shule kuna angalizo kubwa sana, yani walinzi wakikamata kwa vumbi tulicheza bila mpango, unaadhibiwa vikali, lakini pia wao maisha ya kuanguka na kuamka. Kila tukio ni sehemu ya safari ya kukamata wewe. Kwa imagine walikuwa wakali kiasi gani, kwa sababu kamata kikupeleka ofisini kwamba ulikuwa unatoroka na kutufungwa. So lakini nilikaza kila panda na shuka ni shule ya maisha. Usiku asubuhi nikarudi. Wakati narudi mlinzi akaniona. Sasa mimi nilikuwa ni yule mtu ambaye you can remark, yani ni remarkable.
Kuna huzuni na furaha kwa kila hatua, familia na marafiki walipanda na kukua. Hadithi za ujasiri zile za kushindwa ni safari ya kweli bila kuweka vikwazo nyuma. Kumbukumbu hazijasahaulika, ni mshale wa wakati, roho inaridhika. The flashback na Jory the chosen na nakuletea safari. The flashback ni safari ya kuishi na vumbi, tulicheza bila mpango wala Kila na ndoto za vitota, kwa vumbi tulicheza bila mpango wala mtoto. Nikaza ya maisha ya tomluka na tuamka, kila tukio ni sehemu ya safari ya kijifunza. The flashback, historia ya dhahabu, maisha ya nyuma inavyotufundisha na kutufungu. The flashback na Jory the chosen, mwangaza wa hadithi. Kila panda na shuka ni shule ya maisha. Familia na marafiki walipanda na kutua. Hadithi za ujasiri zile za kushindwa ni safari ya kweli bila kuweka vikwazo nyuma. Kumbukumbu hazijasahaulika, ni mshale wa wakati, roho inaridhika. The flashback na Jory the chosen na nakuletea safari.